ni kwa ajili ya mtoto ambaye ni mmoja wetu hapa, na kwao ni hapa tu hapa Mwareni, lakini yasoma Calgary. Sasa Jumapili tulikuwa nao vizuri hapa, ndugu yake yuko hapa, huyu Collins hapa, na walipokuja huyu mtoto hapa ni brother ambaye yuko very active hapa kwa hii timu yetu ya junior wadogo. Sasa brother yake ambaye yuko rika tu ya huyu hapa, yuko grade 7. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana walikuwa hapa, lakini Monday alipoenda shuleni, hiyo Monday asubuhi akatayarishwa na mamake. Sasa wakati akiondoka, mamake anasema aliona jambo linamshangaza, maana mtoto alimtayarisha ile kutaka kuondoka, karudi tena kama mama, angalia vile niko smart, ambao si normal tena. Akaenda tena akarudi akamwambia hivyo mara ya pili, alafu akaondoka akaenda shule. Bwana Yesu asifiwe. Walipoenda shuleni wakaenda assembly. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya kutoka assembly wakaenda darasani. Naambiwa kwamba grade 7 ni gorofa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa walimu bado walikuwa hawajaingia darasani, na wakawa wametumwa wake mtu ambao walikuwa watakuwa na project ya agriculture. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama mwalimu bado hajazikusanya zile vitu, vile vyombo, panga, vitu kama hizo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu kijana alipokuwa darasani akawa anaangalia kitabu chake, na kukaa kuna mwenzake alikuwa amekuja na panga na kaeka tu hapo kando. Tunaambiwa kwamba mwenzake akainuka, ambaye ni Mwarabu hivi, akainua ile, akaenda akamwa ile panga, akainua juu. Hii panga ni ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwenye panga nasikia akasema, rudisha hiyo panga. Rudisha hiyo panga ambayo umeitoa. Akaregesha ile mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla mwingine akatoka kwenye alikuwa ameketi kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na akaenda akangoa ile panga. Sasa huyu mtoto ambaye ni mwenye wetu hapa akamwendea huyu mwenye alimwaipa, akaenda akamwekea hapa kwa shingo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na inakaa ile panga ilikuwa iko shafu. Bwana Yesu asifiwe. Alipomwekea hapo kwa shingo, huyu mtoto akawa ni pole sana, ni mtulivu sana, yani si mtu wa maneno. Akasema, ondoa hiyo panga kwa shingo yangu, ujue hiyo ni panga haina macho. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mtoto akatoa pale kwa shingo. Ghafla akaanza kumkata hapa kwa paja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati anamkata, kila mmoja pale darasani haoni kitu chochote, na huyu ambaye anakatwa hasikii chochote, na huyu anayekata pia baadaye alipoulizwa sema alikuwa ajui chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa kwamba alimkata, hiyo longi ikakatika, box yake ikakatika, na alimkata hadi lea ya 3. Nyama ya kwanza inaendelea tu kukata, hasikii kitu. Sasa amenyamaza tu, ametulia na amejipamba. Mama anasema alikuwa amekuwa amejikunja. Bwana Yesu asifiwe. Na anakatwa, akakatwa. Ile sasa damu, ile mshipa ilipo katika kule, damu ikaanza kuchirizika ile zaidi, ndio watu macho yakafunguka darasani, watu wakaanza kupiga kelele, yuakili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale wenzake, hiyo kelele ndio ikaita wale walimu kule shule, kama mwalimu hajaingia darasani. Praise the Lord. Amen. Na ile hali ikawa ni hali mbaya, maana mwalimu hata alipoingia darasani pata mtoto hana nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe. Na kukaa kuna mzazi alikuwa amekuja leta mtoto, akawa hajarudi na gari yake, maana gari zilikuwa bado za kukuta watoto, gari za shule. Bwana Yesu asifiwe. Yule mzazi akavolontia mtoto, akapeleka na ile gari hospitali. Kuna hospitali pale karibu na damu pale, akapeleka akaingia emergency, na yule mtoto akaanza kuhudumiwa, akaongezwa damu. Alikaa tokea hiyo Monday mpaka siku ya Wednesday, nikaambiwa kwamba anitoka. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alimtetea katika ile hali, maana ilikuwa mbaya. Mama anasema alipoenda alikuwa ameingiwa na hofu sana, lakini Mungu ambaye ni mwaminifu, ambaye anatamkia watoto hawa kila siku, Mungu alimfinika. Ingawa adui alikusudia mabaya zaidi, lakini kusudi la adui likaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mtoto akaongezwa damu na akapewa dawa za damu, na sasa yuko nyumbani. Hata Friday tulienda tukamwona na dada Karo pale, na hakika tuliona Mungu amemtetea, maana alipotoka pale alikuwa alimbaya mpaka akawa anafanya kubebwa kipelekwa chooni, mtoto ambaye ni mkubwa tu, ambaye anajua kufanya vitu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukaona kwamba hiyo si kawaida, ya kwamba mtoto anakatwa na asikii kitu, na anayemkata pia anasema alikuwa na ufahamu kama anamkata mwenzake. Tukaona hiyo ni hali ambayo si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utukufu mrudie Mungu, kwa sababu kusudi la adui alikutimia. Akamtoa salama, na pale nyumbani yuko. Friday tulimwona, na Mungu akituwezesha baadaye tutaenda tutamwona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuzidi tu kuwakabidhi watoto wetu kwa Mungu. Vita ni vikali katika taifa letu, tunaona, na hata kwa wadogo. Usione ni mdogo, kuna vita kwa kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Amen. Na hao wenyewe ambao ni wahusika wa hicho kitendo kinafanyika, mwenye kukatwa hajifahamu, na mwenye kukata mwenzake ndiye hajifahamu.
Sasa upanga unapita kwenye nguo mpaka unaingia kwenye nyama, na unaendelea kukata, na mwenye kukatwa haongei, amenyamaza tu, na upanga unaendelea kuingia, na huyo mwenye kukata naye hajijui. Sasa fikiria, imagine unakatwa lakini umenyamaza kimya mpaka damu zinamwagika, na mwenye kukata naye hana fahamu, anaendelea tu kukata mpaka damu zilipokuwa zinamwagika. Wale wengine tu wakaona, wakapiga kelele. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna uhitaji wa kuombea watoto wetu day and night. Asubuhi unapoamka, kabidhi watoto wako mikononi mwa Mungu. Jioni wanaporudi, kabidhi watoto wako mikononi mwa Mungu. Wanapokuja kanisani, tutawakabidhi mikononi mwa Mungu. Wanahitaji ulinzi kupitia kwa yale maombi tunawaombea. Kwa hivyo tunapowaita hapa mbele kuwaombea, msione kama ni jambo la kawaida. Tunawaombea na kuwaweka mikononi mwa Mungu. Mahali wanapocheza sisi hatuko, mahali wanapotembea sisi hatuko, lakini maombi itawalinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile siku ya Jumamosi, hakikisha unaruhusu mtoto wako mapema anafika kwenye mafundisho. Napenda tufunge macho sote na wote waelekeze mikono mbele ya watoto wetu hadi tukiwaombea.